Hii ni sehemu ya 8 msikilizaji. Sehemu ya 7 tulionea kwamba Ramso baada ya kutoka kwenye eneo linaloitwa Dan Live kufanya shughuli zake za muziki, kutumbuiza, kutoa show, Monica alijitokeza pale na kuonekana kumuomba msamaha na kujutia kwa yale ambayo amemfanyia. Sasa ni katikati ya show, lakini Ramso aliona ngoja aweke wazi namna gani yeye anampenda Najma, maana alijua kabisa tukio lile linafuatiliwa na mpenzi wake ambaye ni Najma. Lakini sasa wakati wa kuondoka Ramso, Monica ilionekana bado alimuhitaji zaidi. Akabaki kwenye gari lake akihitaji kuongea naye, na mwisho wa siku baada ya kusema ya kwamba nilikusaidia sana, nilituma mpaka pesa kwa mama kipindi anaumwa. Sasa Faith akamshauri kaka yake ambaye ni Ramso, akasema bro, kama yeye ndo aliyetuma mpaka pesa bi mkubwa, basi msikilize tu, mruhusu zungumza naye. Kwa hiyo Faith alirudi siti ya nyuma, na baadaye tukaona ya kwamba Ramso akamruhusu Monica kuingia kwenye gari ili aweze kumsikiliza, kwa sababu wote walikuwa wanaelekea njia moja. So aliona ngoja aingie kwenye gari, muda huo anaelekea nyumbani, amsikilize kabla hajafika nyumbani. Sasa kuna mtu pembeni alikuwa amejificha akiendelea kupiga picha ile yote yanayofanyika. Ni picha ambazo zilikuwa ni kwa ajili ya mkakati maalum. Sasa je, Monica alikuwa amedhamiria kweli kuomba msamaha, ama na yeye kuna mission ya kwake alikuwa anaifanyia kazi? Hii ni sehemu ya 8 inakwenda kutupatia majibu. Langu jina ni Lucas Lumbas. Basi hatimaye Ramso akaliingiza gari kwenye barabara kuu iendayo ndani ya jiji kutokea Mbagala. Wakati safari ikiendelea, kimya kidogo kilitawala ndani ya gari. Ramso alikuwa anamsubiri Monica azungumze kile alichokikusudia, lakini pia Monica alikuwa anatafakari neno la kwanza kuzungumza. Hafidhi yeye alikuwa busy tu na simu yake, huku masikio yake yakiwa tayari kusikiliza maongezi yasiyomhusu. Basi Ramso akamuuliza Monica kwamba mbona ongei chochote sasa. Ramso alimuuliza hivyo baada ya kuona ukimya umetawala. Sasa Monica akasema kwamba anashindwa kujua hata nianze wapi Ramso. Najua sana, yani uamuzi wangu wa kukusaliti na kwenda kwa mwanaume mwingine ulikuumiza, najutia mno. Na mbaya zaidi ni rafiki yako. Halikuwa lengo langu kusaliti Ramso, ila ile mshenzi ndo alinirubuni mimi. Nilifanya kosa kubwa sana kumpa nafasi ya kuwa karibu naye. Ramso baba, kitendo yani naelewa kwamba kutenda kosa sio kosa, bali kosa ni kurudia kosa. Mimi ni mwanadamu, sijakamilika, kwa hiyo naomba unisamehe tu baba. Naomba tusahau yaliyopita na turudishe tena penzi letu kama zamani. Kikweli bado nakupenda na nakuhitaji sana kwenye maisha yangu. Monica aliweka kituo baada ya kufikia hapo. Yale maneno ya Monica yakamfanya Ramso arudishe kumbukumbu zake nyuma. Alianza kumbuka mapicha ambayo Monica alianza kuyaonesha mara baada ya kuanza mahusiano na Jordan. Alikumbuka vituko vingi sana ambavyo Monica alimfanyia. Basi Ramso baada ya kumbuka yote hayo, Ramso kwanza alijikuta anapata uchungu moyoni. Mtaalamu akajikuta anaongeza speed ya gari huku akaendelea kukumbuka yote ambayo alifanywa na Monica. Akaanza kumbuka pia ile siku ya mwisho kabisa walipovunja rasmi penzi lao. Monica alisema kwamba Ramso, kuanzia muda huu, yani sasa hivi ninavyoongea, mimi na wewe sio tena wapenzi. Huu ndio mwisho wa mahusiano yetu Ramso. Mimi Monica nikiwa na akili zangu timamu na diriki kuambia kwamba sikuhitaji na wala sikupendi. Basi Ramso alipata maumivu sana. Ramso kadri alivyokuwa nakumbuka ndivyo alivyozidisha spidi ya gari. Breki ya ghafla ikafungwa maeneo ya Wasibu ilipokuwa njia pande ya kwenda Gamboni. Sasa baada ya gari kusimama, Ramso akatoa simu yake mfukoni kisha akaanza kubofya. Baada ya kubofya kwa sekunde kadhaa, akamgeukia Monica na kumwambia kwamba naomba namba yako ya simu. Baada ya Ramso kuongea maneno hayo, Monica akapata uweni moyoni. Alisi labda Ramso ameelewa maneno yake, ndio maana anahitaji namba yake ya simu. Bila kupoteza muda, Monica akaanza kumtajia Ramso namba. Alipomaliza tu kutaja namba, pale muamala wa pesa ukaingia kwenye simu yake. Ni shilingi 300,000 ya Kitanzania ikaingia kwenye simu ya Monica. Monica akashtuka kidogo, kisha akahoji kwamba hii pesa ya nini tena umenitumia Ramso? Ramso akasema nisikize kwa makini Monica. Hiyo pesa itakusaidia kwenye harakati zako za maisha. Nimekupatia kwa sababu ulishawahi kunisaidia kifedha. Na kuna kipindi nishawahi kukuahidi nitakununulia nguo na viatu, lakini sikutimiza ahadi yangu kwako. Leo nimeamua kutimiza ile ahadi
ili kumaliza deni langu kwako. Lakini pia nilishakusamehe wewe pamoja na Jordan. Hivyo kuwa huru tu na maisha yako. Ishi ukiwa unajua hujawahi kumkosea Ramso au kufanya kama yani hujawahi kujuana naye. So nimekusamehe kwa kila kitu, lakini hatuwezi tena kuwa wapenzi. Mimi kwa sasa na mahusiano yangu na nampenda sana mwanamke wangu. Rams, useme hivyo tafadhali sana. Kwa nini unaumiza moyo kiasi hicho jamani? Mimi kukupenda kweli ndo imekuwa shida. Nakupenda kweli Rams, usiniache. Monica aliongea huku akitokwa na machozi. Ramso alipitisha mkono mbele ya Monica kisha akafungua mlango wa gari na kumwambia kwamba Monica, mimi nimemaliza. Sihitaji tena discussion ya aina yoyote na wewe. Naomba uteremke kwenye gari tafadhali na uondoke. Sasa Monica akasema, Rams, sitaki. Mimi siwezi kushuka mpaka useme unanipenda. Monica, never ever. Hilo neno hutakaa ukalisikia tena likitoka kwenye kinywa changu, labda tu likiwa kwenye wakati uliopita. Hafu mnaomba uteremka haraka bana, mimi nataka kuondoka. Bado Monica akagoma kuteremka ndani ya gari. Na Ramso akavaa kofia kichwani kisha akaishushia mpaka kwenye paji la uso kuzuia sura yake. Baada ya kufanya hivyo, akafungua mlango wa gari kisha akatoka nje na kuzunguka upande wa pili. Alichokifanya ni kumchomoa Monica kwa nguvu na kumtoa nje. Baada ya kumtoa, akafunga mlango wa gari na kumgeukia Monica kisha akamshika mabegani na kumwambia kwamba Monica, nilikupenda. Hilo ndo neno langu la mwisho kwako. Basi Ramso alizungumza maneno hayo na kumfanya Monica anyong'onyee na kuishiwa nguvu mwilini. Mtaalamu hakutaka kusubiri. Akamwachia mabega mtoto wa kike kisha akazunguka upande wa pili na kuzama ndani ya gari. Yaani hakutaka tena kupoteza muda. Aliwasha gari na kuondoka huku akimwacha Monica akijilelea. Gari la Ramso likaingia kwenye barabara kuu iendayo Kigamboni. Mpaka kufikia muda huo tayari walishahamia kwenye nyumba yao, maana siku zote pesa ndio inaharakisha ujenzi. Sasa baada ya masaa kadhaa, ni majira ya saa 7 mchana juu ya alama kwa saa za Afrika Mashariki. Jiji la Dar es Salaam lilichangamshwa sana na idadi kubwa ya watu waliokuwa matembezini kufuatia sikukuu ya mwaka mpya. Ni siku ya mapumziko kwa waajiriwa wa serikali, taasisi binafsi na hata wanafunzi waliopo mashuleni na vyuoni kwa mujibu wa kalenda ya nchi. Lakini pia siku hii kwa baadhi ya wafanyabiashara huwa ni fursa ya kuuza bidhaa zao kwa wingi. Siku hii Juju alikuwa nyumbani kwake amepumzika. Aliketi kwenye sofa huko mezani kukiwa na chupa kadhaa za wine na glasi. Macho yake yalikuwa kwenye simu aliyoshikilia mkononi. Juu ya kioo cha simu kulikuwa na picha za Ramso na Monica. Ni picha zilizowaonesha wakiwa wamesimama pamoja kwenye mlango wa gari na zingine zikimuonesha Monica anaingia ndani ya gari la Ramso. Picha hizo zilipigwa alfajiri ya siku hiyo kule ukumbini Dan Live bila Ramso mwenye kujua. Lakini pia kuna picha ilimuonesha Ramso akiwa amemshikilia mabegani Monica wakiwa maeneo ya uhasibu. Ni ule muda ambao Ramso alimuaga rasmi Monica. Lakini lugha ya picha ilionyesha kwamba wawili hao walikuwa kwenye pause la mahaba. Ni picha ambazo Juju alitumiwa na Razak ambaye alimtuma mtu na kumlipa kwa ajili ya kumfuatilia Ramso ile siku ya show. Sasa lengo la Razak kumtuma mtu huyo ilikuwa ni kujua mahali anakoishi Ramso, lakini hakufanikiwa baada ya gari la kijana wake kunasia kwenye mataa ya wasibu. Sasa wakati Juju anaendelea kutazama picha za Ramso na Monica, ghafla simu yake kaita. Mpigaji alikuwa ni Razak. Basi Juju akapokea simu kisha akatega sikioni na Razak alimwambia kwamba tayari nipo hapa nje nimeshafika. Juju akajibu okay nakuja. So Juju alitoka nje ya nyumba na kumkuta Razak akiwa pembeni ya gari lake. Razak akakaribishwa ndani ya nyumba na bila kusita akaingia. Waliketi kwenye sofa sebuleni kwa ajili ya mazungumzo. Mimi sijaja kuchelewa, nimekuja tu kutii wito wako Juju. Naambia sasa jamani ishi wapi? Tulia basi kwanza, mbona una mapepe sana Razak? Hilo sio dhumuni nilokuitia hapa. Sasa kama hujaniitia hilo swala, umeniita kufanya nini sasa Juju? Alafu kwa nini hutaki kunipatia location ya jamaa ile hali unafahamu kabisa anapoishi? Au haupo pamoja na mimi Juju? Hapana, mimi nipo kwenye mission moja na wewe Razak, lakini sasa mimi siwezi kuruhusu Rams adhurike jamani. Kitu sichokijua ni kwamba mimi namtaka Rams kama ambavyo wewe unamtaka Najima. Hapo sasa nimeelewa. Haya, niambie sasa ni umeniitia hapa kwa lengo gani? Razak, lengo ni moja tu, ni kuhusu hizo picha.
huu ndio ushahidi ambao utatufanikishia ushindi wetu kama tutautumia vizuri kabisa. Hizi picha zinaweza kuharibu kila kitu kati ya Najma na Rams. Mimi nafahamu hilo, ndio maana mimi nimekutumia hizi picha ili ufikishe kwa Najma. Najua yule ni rafiki yako, hivyo atakuamini kwa 100% kama utaongeza na chumvi kidogo. Wewe usijali, lakini hiyo njia haiwezi kufanikisha lengo letu Razak. Kwa sababu ni rahisi sana kwa Najma kubainika kwamba kuna mchezo. Kwa tunafanya jaza. Hilo sasa ndio swala ambalo lilofanya mimi nikuitia hapa Razak. Lengo kubwa ni sisi kuungana na kutengeneza mbinu bora za kivita. Kwanza kabisa hapa sawa, tunatakiwa hapa kwa tafuta bloggers, kisha tunawalipa ili wachapishe mitandaoni hizi picha. Afu baada ya hapo nchi nzima akiwemo Najma na familia yake watapata habari. Maana peji za udaku zote zitakuwa zinazungumzia ili tukio kwa kuwa Ramzi ni star. Lakini sasa ili kuharibu kabisa mahusiano ya Najma na Rams, basi inabidi hapa tumpate huyu mdada anayeonekana kwenye hii picha. Tukishampata huyo, tutamlipa pesa ili akitafutwa na waandishi athibitisha kwamba yeye na Rams ni wapenzi. Hilo ni wazo zuri sana Juju. Lakini sasa tumpateje huyo mdada? Mbona ni simple sana. Maana mimi namjua vizuri sana mpaka anapofanyia kazi. Nipo naye kule Makumbusho. Yeye ni saidia tu amantilie. Anaitwa Monica, ni ex wa Ramso. Kwa hiyo tunaweza kumpata Kristo. Ni sawa, ila sasa unahisi anaweza kukubali kweli? Ndio, sasa kwa nini akatae? Atakubali, ila sasa kwa kutumia ushawishi wa pesa. Hapo unachotokea kufanya ni kumwambia ukweli juu ya lengo lako. Kivipi sasa? Mimi mbona hapo sijakuelewa Juju? Namaanisha kwamba utamwambia ukweli kwamba lengo lako ni kuvunja mahusiano ya Ramso na Najma ili umpate Najma wako. Kwa namna yote ile ni lazima atakubali kuungana na sisi kwa sababu si atone hiyo ndio njia pekee kwake kumpata tena Ramso. Najua kwamba Monica bado anampenda Ramso. Ndio maana jana alipanda stejini na kumkumbatia kwa kilia. Hapo sasa nimekuelewa Juju. Lakini sasa unajua hata mimi mwenyewe kwanza nawazo la kuongezea hapo. Tumtafute mmoja kati ya wanawake aliyecheza kama video vixen kwenye wimbo wote wa Ramso. Alafu tukishampata tutamtwisha pesa za kutosha. Kisha tutamtumia kutengeneza bifu feki kati yake na huyo Monica. Alafu kila mmoja atajifanya ni mpenzi wa Ramso. Kisha wataanza kurushiana vijembe mitandaoni. Hapo sasa ndo patakuwa ni patamu, maana Najma si atapata taarifa na hata wazazi wake watazipata. Nafikiri huo ndo utakuwa mwisho wa mahusiano ya Najma na Ramso. Wazo lako nalo ni zuri sana Razak. Na kuhusu swala la video vixen, wewe hilo niachie mimi. Kuna mtu hapa atanisaidia kulimaliza hili. Basi Juju alizungumza maneno hayo huku taswira ya Bob Junior ikimjia kichwani. Aliamini kabisa Bob Junior ndo atamsaidia kumalizana na video vixen moja wa wimbo wa Ramso kwa kuwa anafahamiana nao kutokana na umaarufu wake. Na pia Juju aliamini kwamba Bob Junior hawezi kukataa kuingia kwenye ule mpango kwa kuwa alikuwa anamtaka Najma kwa udi na uvumba. Baada ya mwezi mmoja bwana. Ni mwezi mmoja uliozalisha sintofahamu kubwa sana kwenye maisha ya Ramso tangu alipokuwa msanii. Mwaka mpya kwake ulianza na mambo ambayo hakuyatarajia kabisa. Jina lake Rams TZ lilikuwa gumzo sana katika kurasa za udaku kwenye magazeti na mitandao ya kijamii kutokana na skendo za mapenzi. Skendo zilikuwa ni nyingi sana ise. Taarifa zilizotoka ni kwamba Rams TZ na Moni sio tena siri. Penzi motomoto kama zamani. Unaambiwa mwaka mpya ulianza na mambo mapya. Mambo yote alianzia live baada ya kumaliza kutumbuiza jukwani, wakaenda Kigamboni kukumbushia enzi. Nani alikwambia ex harudiwi? Moni asema ni rasmi sasa, mwenye nyumba kaja ndani. Maskini Najma amwagwa mchana kwa upe. Msikilizaji, hizo ndizo taarifa. Lakini pia watu wengine waliendelea kutoa taarifa wakisema ya kwamba mapya yaibuka. Ni bifu zito kati ya mrembo Posh TZ dhidi ya Moni. Warushiana vijembe vizito kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ya msanii Rams TZ. Kila mmoja adai kwamba yeye ndio mama la mama wa msanii Rams TZ. Posh TZ alishawahi kuwa video vixen kwenye wimbo wa Only You wa Rams TZ. Posh athibitisha kwamba mahusiano yake na Rams TZ yalianzia South Africa walipoenda kushuti video ya wimbo huo. Kwa kipindi chote wapo kwenye mahusiano ya siri huku mimba mbili zikiwa zimeharibika.
Moni yeye anadai kwa sasa anapika na kupakua na Rams huko Kigamboni. Vita ni kubwa mno. Je, nani atashinda kati ya Moni na Posh? Vita bado mbichi sana. Msikilizaji, hayo ndio alikuwa ni maudhui yaliyosambaa kwenye magazeti na mitandao yakimhusu msanii Rams TZ. Maudhui hayo yaliambatana na zile picha zilizopigwa kwenye ukumbi wa Da Live na maeneo ya uhasibu zikiwaonesha Ramso na Monica. Hatimaye Juju na Razak walifanikisha ule mpango wao wa kumtengenezea Ramso skendo mbaya ya mapenzi. Hata Bob Jr pia alihusika kwenye kumshawishi Posh, huku akiamini atafanikiwa kumpata Najma kirahisi sana. Sasa sekeseke zima waliliibua wiki ya 4 tangu sherehe ya mwaka mpya ipite. Walitumia wiki 3 kuandaa bomu, kisha wakalilipua kupitia magazeti na mitandao ya kijamii, huku wao wakijificha nyuma ya pazia. Ile skendo ikafanikiwa kutengeneza mpasuko mkubwa sana kwenye penzi la Ramso na Najma. Kwa mara ya kwanza kabisa penzi hilo likaonja likizo. Licha ya jitihada kubwa za Ramso kumtafuta Najma kwenye simu, lakini Najma hakupokea. Najma hakuwa na nguvu yoyote ya kumsikiliza Ramso kutokana na kile alichokisikia na kukiona mitandaoni. Akili ya Najma ilikubali kirahisi sana kile kinachoendelea mitandaoni kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni kitendo cha Moni na Posh TZ kujua kwamba Ramso anaishi Kigamboni. Walijuaje kwamba Ramso anaishi Kigamboni wakati hilo swala lilikuwa ni la siri? Sababu ya pili ni zile picha za Ramso na Monica zilizoonesha walikuwa kwenye mapozi ya mahaba, na nyingine Monica akipanda ndani ya gari la Ramso. Afamba zaidi ikathibitishwa kwamba ile asubuhi ya mkesha wa mwaka mpya ndo Ramso na Monica walienda Kigamboni anakoishi Ramso kwa ajili ya kukumbushia enzi. Ile picha ya Monica kuingia ndani ya gari la Ramso baada ya kumaliza show pale Da Live ndio ikathibitisha kila kitu. Najma alilia na kuumia kuliko kawaida. Aliumia kuliko hata alivyoumiaga kipindi kile alichomfumania Ibra ambaye ndo alikuwa mpenzi wake wa kwanza. Kwa upande wa Ramso, alihisi dunia inazunguka kichwani mwake. Watu wengi husema ukweli unauma kuliko uongo, ila mimi peke yangu sitaki kuamini hilo. Hivi unajua maumivu ya kusingiziwa jambo, msikilizaji, jambo ambalo Mungu pekee ndo anajua kuwa hujafanya. Sikwambie mtu. Uongo unauma kuliko ukweli. Ukifanya alafu ukaambiwa umefanya, hayumi kama hujafanya alafu ukaambiwa umefanya. Kwa hakika Ramso alijikuta kwenye kipindi kigumu sana. Kichwa kiliwaka moto, akiwaza ataanzia wapi kumwaminisha Najma kwamba hajafanya. Tayari alishajua kwamba ule ni mchezo tu umetengenezwa kwa lengo la kuharibu mahusiano yake na Najma na pia kumchafulia jina lake. Alijua kabisa kuna mtu au watu wapo nyuma ya Monica pamoja na Posh TZ. Posh TZ yeye aliblock kabisa namba ya Ramso. Ni Monica tu ndo alikuwa hewani na alishajiandaa kuzungumza na Ramso muda wowote atakaotafutwa. Kiu ya Monica ilikuwa ni kumpata Ramso, licha ya kwamba alilipwa pesa na kupangiwa chumba kizuri cha kuishi baada ya kuifanya ile kazi. Sasa tuelekea upande Kigamboni. Chumba bwana kilikuwa tulivu kabisa, huku Ramso akiwa amejilaza chale kitandani. Mwanaume alionekana kuandamwa na msongo mzito wa mawazo. Pembeni ya kitanda kulikuwa na meza ndogo ya size tu yenye mfuko wa mkate na chupa maziwa. Ni chakula ambacho kilikuwa tayari kwa kuliwa, lakini mlaji hakuwa na amnacho. Haikuwa asubuhi bali ni mchana wa saa 8 na dakika zake. Muda huo Hafidh akaingia pale chumbani na kustajabu kidogo kuona bado kaka yake hajaamka wala hajala tangu asubuhi. Hafidh akaenda kuketi pale kitandani, akasema kwamba bro, utakana njaa mpaka muda gani Au unahisi kutokula ndio suluhisho la changamoto zako? Ramso akasema sasa nakula nini mdogo wangu? Hiyo hamu ya kula naitolea wapi mimi wakati sijui Najma yupo katika hali gani mdogo? Sasa bro, mimi najua unavyofiri bro, lakini kumbuka ukiwa na njaa huwezi kuwa na upeo mkubwa wa kufikiri. Siku hizi umekuwa ni mtu wa kula kwa shida bro, jambo ambalo linahatarisha afya ya tumbo lako kaka. Tazama leo tangu asubuhi yupo hapa kitandani. Hujala hata hata mkate ule kuletea umeshindwa kula hata silesi moja. Ngoja nikwambie kitu bro. Hizi skendo zinazosambaa ni kawaida sana kwa wasanii maarufu. Kwa hiyo usitoke kwenye mstari, Hili litapita tu bro. Kikubwa wewe endelea kufocus kwenye muziki wako bro. Dogo, tatizo sio skendo, tatizo ni Najma. Najma apokee simu zangu mpaka kufikia leo mdogo wangu. Lakini pia nawaza hata akipokea hizo simu nitamwambiaje ili anielewe,
Sijui hata Najma anawaza nini kuhusu mimi. Bro, hili kweli ni tatizo bro. Maana hata mimi mwenyewe nikimpigia hapokei kabisa simu zangu wala kujibu message. Hata message nilizomtumia WhatsApp hajasoma kabisa. Ila sasa tunatakiwa kudili na huyu Monica kwanza. Kwa nini amue kudanganya? Dogo kuna mtu au watu hapo nyuma Monica pamoja na ule Posh yule. Hawa watu wametumwa tu kuniharibia mahusiano yangu na Najma. Lakini bro, ngoja nikuulize swali. Hivi yule Posh ulishowahi kupiga kwani? Wapi? Mimi sijawata kuonesha interest ya kumhitaji zaidi tu ya kumtumia kwenye ile wimbo. Naona hata yeye ameniblock pia, ndio maana nakwambia wametumwa na mtu tu au watu kwa lengo la kuniharibia. Asana wewe unavoice atakuwa ni nani? Ni Juju. Juju? Nahisi kabisa Juju anahusika kwenye huu mpango. Kwa sababu swala la mimi kuhamia huku Gamboni, anayefahamu ni Najma, Juju na mkubwa Felasto tu. Moni na Poshi wamejuaje kwamba naishi Gamboni? Huu ni mchezo wa Juju tu na lengo lake ni kuvunja mahusiano yangu na Najma ili anipate kiurahisi. Basi bro, mimi nafikiri hili swala tutalimaliza kwa pamoja. Ila naomba tu ule chakula kaka. Unapokaa na njaa kweli mimi unanipatia maumivu hata mimi bro. Mimi nakuhakikishia tu bro, hii vita utashinda na Najma atakuwa wako tu. Hebu shtua tumbo basi. Hii chai mwanangu nimekuletea wewe kaka. Piga akili atafanye kazi ndugu yangu. Usijali dogo, takunywa ila sio sasa hivi. Basi upande wa pili Mbezi Beach, nyumbani kwa Mr. Zungu, familia ilikusanyika pamoja sebuleni kwa ajili ya kikao cha dharura. Ajenda kuu ya kikao ni kuhusu skendo zinazoendelea kusambaa mitandaoni kuhusu Ramso. Ni skendo zilizomfanya Najma alale ndani wiki nzima bila kwenda kazini. Kwa hakika skendo hizo zilimwathiri sana Najma kiakili kwa kuwa alikuwa anampenda sana Ramso. Familia nzima ya Mr. Zungu, yani wazazi na watoto wote akiwemo mkwe wao Shani, walikuwepo pale ndani. Sura ya Najma ilitawaliwa na huzuni huku Mr. Zungu akiwa na hasira. Wengine waliobaki walikuwa kawaida tu. Mr. Zungu akaanza kuzungumza akiwa kama kiongozi wa familia. Najma, wiki nzima nimekuacha ugulie tu maumivu, kisha nizungumze na wewe baada ya akili yako kukaa sawa. Hivi unakumbuka nilikwambia nini kuhusu maisha ya wasanii? Si unaona sasa huyu ni aliyokufanyia yule mpuzi, Kwa hiyo ndio ulitaka sisi wazazi wako tukubali binti yetu uolewe na yule muuni. Tazama sasa jina lako linavyochafuliwa kwenye magazeti na mitandaoni. Sio wewe tu ndio unachafuka bana. Hii ni aibu ya familia nzima. Unachafua sana jina langu Najma. Kumbuka wewe ni mtoto wa mfanyabiashara mkubwa hapa nchini. Sasa unawezaje kuwekwa kwenye listi ya wale machangudoa wanaomgombania wanaume? Wewe unakuuliza Najma unajisikiaje yani? Mr. Zungu alizungumza kwa hasira sana maneno hayo. Najma hakujibu chochote, badala yake akawa anatokwa na machozi. Sasa nisikize kwa makini wewe mtoto. Hii aibu tunapaswa kuitafutia ufumbuzi haraka sana ili uweze kufutika, na ili kulinda brand ya hii familia ni lazima tupambane kuondoa haraka sana aibu. Dunia nzima inapaswa kutambua kwamba wewe haupo kwenye ile listi ya machangudoa na mgombania yule muuni. Na njia pekee ya kukamilisha hili jambo ni wewe kuolewa, ili kila mtu ajue kwamba wewe ni mke wa mtu na unajiheshimu kuliko anavyokuzungumzia. Sasa basi, kuanzia leo maandalizi ya ndoa yako yataanza rasmi ili wiki ijayo uolewe. Hii sio hiari binti yangu, hii ni lazima. Umetaka utaolewa na Razak, usipotaka utaolewa na Razak. I'm done. Jiandae kwa ajili ya ndoa. Maneno ya Mr. Zungu yakafanya kimya kitawala kwa sekunde kadhaa, huku kila mwanafamilia akimtazama Najma. Mke wangu, kuanzia muda huu anza kufanya maandalizi ya ndoa ya Najma. Wiki ijayo lazima ndoa ipite. Lakini mume wangu, hakuna cha lakini bwana. Nimesema anza maandalizi. Sambaza kadi za mwaliko huko. Najma anaolewa na Razak. Mimi naenda kuonana na familia ya Mr. Madi na kuwajulisha kwamba mpango umekamilika rasmi. Mr. Zungu alizungumza maneno hayo kisha akatoka nje ya nyumba. Alizama kwenye gari lake kisha akaanza safari ya kuelekea Masaki kwa Mr. Madi. Sasa kule ndani Shani alifurahi sana baada ya kusikia habari za ndoa ya Najma na Razak. Mtoto wa kike hakutaka kabisa kuona mahusiano ya Najma na Ramso yanadumu. Angalau sasa alipata aweni, ingawa skendo za Ramso kutoka na kina Monica pamoja na kina Posh TZ zilimuumiza sana. Mama Najma akamgusa bega Najma kisha akamwambia kwamba mwanangu, nadhani unajua kwamba siku zote mimi nipo upande wako kwenye swala lako la Ramso. Lakini kwa hiki kinachoendelea mitandaoni juu ya Ramso, kama kina ukweli,
basi na Derek kuambia kwamba Ramso hakufai mwanangu. Ni bora ukubali tu kuolewa na Razak kwa sababu unaonesha wazi kwamba anakupenda na kukuhitaji. Mama Najma alizungumza maneno hayo. Sasa Shaban naye akasema ya kwamba unajua nini mama? Mimi naelewa sana maisha ya wasanii maarufu huwa yanatawaliwa na skendo. Wakati mwingine hizo skendo huwa ni za kweli, lakini kuna wakati huwa wanatengeneza tu ili kuharibiwa. Ukishakuwa msanii maarufu mama, yani unakuwa na mashabiki wengi na pia idadi ya maadui inaongezeka. Lakini pia kuna watu msosi wao unategemea stories za kuwachafua wasanii maarufu. Huenda hiki kinachoendelea mitandaoni kimetengenezwa tu. Kwa hiyo Shabani, ipi sasa pointi yako ya msingi mwanangu? Hii story hata kama haina ukweli bado imemchafua Najma. Kwa namna yote ile itabidi tu akubali kuolewa na Razak, ili watu wajue kwamba Najma ni mke wa mtu na anajiheshimu. Mama, mama, hiyo sio njia sahihi mama. Najma kuolewa na Razak ni kwenda kuongeza matatizo kwenye familia. Kwa siku kadhaa nilizofanya kazi na Razak kule ofisini, nimegundua kwamba yule sio mwanaume sahihi kwa mdogo wangu. Kuna jambo ovu lipo nyuma ya Razak na baba yake, kwa hiyo tusikubali kumpeleka Najma kwenye ile familia. Mimi na wasiwasi pia na utajiri wa Mr. Madi. Kauli ya Shabani ikamfanya Shania adakie maongezi. Shania akasema kwamba hapo sasa unakosea mume wangu kwa kuwahisi watu vibaya. Kila mtu hapa ndani anaona kabisa upendo alionao Razak kwa wifi yangu Najma. Huyo Ramso unempigia debe ya muoe Najma ni muuni kweli kweli. Mimi namjua vizuri Ramso, ni kawaida yake yani kuwachezea wanawake na kuwatelekeza. Yule hafai kabisa kuingia kwenye familia. Yani kwa hili mimi nipo upande wa wazazi. Ni bora tu wifi yangu akubali aolewe na Razak. Sasa baada ya Shani kuongea hivyo, naona hapa ni kama alijichanganya. Shabani akamuuliza kwamba okay, kwa hiyo na wewe umemjulia wapi huyo Ramso kwamba ni muhuni na mchezaji wa wanawake? Shabani alimuuliza mkewe swali hilo na kumfanya awe seke kidogo. Shani akasema kwamba nimesoma sana habari zake mitandaoni ndio maana namjua. Shani alijibu kwa kigumizi huku moyoni akijutia kuropoka. Kauli ya Shani kamfanya Najma ainue macho yake na kumtazama mara mbili. Basi Shabani akasema kwamba ndio maana mwanzo nimesema kwamba yanayoandikwa mitandaoni sio yote yana ukweli. Mengine huwa yanazushwa tu ili mradi watu wapate chakula kupitia msanii fulani. Hayo leo yasoma hayana uthibitisho wa 100%. Basi mama akasema, Shabani mwanangu, kuna kauli umezungumza, sijui kama unaweza kunifafanulia kidogo. Kauli gani mama? Kuhusu utajiri wa Mr. Hamad. Hebu fafanua kidogo ili nikuelewe. Mama, kwa sasa mimi sina kielezo cha kutosha kuelezea hili, lakini mimi ninachoweza kusema hatupaswi kumpeleka Najma kwenye ile familia. Kuwa na urafiki na familia fulani haimaanishi kwamba ni unajua kila kitu kuhusu familia. Kuna siri zinakuwa ni za kifamilia tu na zinafichwa. Yaani hapa tusijidanganye kwamba eti kwa vile tunaijua familia ya Mr. Madi hivyo Najma akiolewa na Razak atafurahia ndoa. Hapana. Mama, hii haitoshi kabisa ni. Najma anatakiwa kuolewa na mwanamume anayemfahamu yeye na sio tunayemfahamu sisi. Sasa Shabani, anayefahamu yeye si ndio huyu anayegombaniwa na wanawake wengine huko mitandaoni? Sasa huyu ni mtu sahihi kweli? Ni mtu sahihi kwenye maisha mdogo wako unavyoona? Unajua nini mama? Kabla Shabani hajaendelea kuongea, Najma akainuka kwenye kiti alichoketi kisha akaanza kuondoka. Alipiga hatua kuzifuata ngazi za kwenda juu ghorofani huku sura yake ikiwa imetawaliwa na huzuni. Kila mtu pale ndani akawa sasa anamsindikiza Najma kwa macho. Mtoto wa kike alikuwa anapandisha ngazi kwa shida sana kwa kuwa miguu yake haikuwa na nguvu. Shabani akamfuata mdogo wake kisha akampa kampani ya kumpandisha ngazi ili asidondoke. Walipofika kwenye floor ya juu, akamsindikiza mpaka chumbani kwake kisha akamkalisha. Shabani alisema kwamba mdogo wangu, ukichagua kumpenda superstar basi tegemea kukutana na matukio yenye skendo za mapenzi kama haya. Kitu unachotakiwa kuwa nacho ni ukomavu wa akili ili uweze kuchanganua kila jambo linalokuja mbele yako. Kama unamwamini Ramso na kumpenda, funga imani yako na uamini kwamba hili tukio halina ukweli wowote bali ni skendo tu. Baada ya hapo zungumza na Ramso kisha endeleeni mipango yenu ya baadaye. Mimi najua kabisa mdogo wangu unampenda Ramso, kwa hiyo mimi siwezi kusupport ulio na mwanamume usiyempenda. Kwa sasa akili yangu imebadilika na kuwa upande wako. Kaka, nikweli nampenda sana Ramso, lakini sidhani kama naweza kuzungumza naye chochote. Najitahidi sana kujipa imani kwamba Ramso hausiki kabisa na haya yanayoendelea, lakini akili yangu inakataa kabisa. Kivipi ni Ramso usiki wakati picha yenyewe inajitosheleza kujieleza?
Kikweli mimi naumia sana kuona hata Ramso naye amenisaliti mimi. Ama kweli pesa zinabadilisha tabia ya mtu kaka. Ramso niliyempenda mimi sio huyu wa sasa. Huyu Ramso hafai kabisa kwa afya ya moyo wangu mimi. Acha tu nianze maisha mengine mapya bila uwepo wake. Pole sana mdogo wangu kwa maumivu unayopitia. Mimi kaka yako naelewa uzito unaopitia kwa sababu hata mimi mwenyewe nimepita huko. Au ndo mapenzi mdogo wangu. Hata mimi mwenyewe nishasalitiwa sana na mawifi zako hapa mjini. Mwisho kabisa nikapata akili ya kwenda kuoa kijijini kwa kuamini kwamba nitapata mwanamke bora. Nashukuru Mungu nimempata mwanamke anayenipenda na kuniheshimu. Shabani alizungumza maneno hayo na kumfanya Najma akumbuke kitu. Alikumbuka kwamba mwanamke anayezungumziwa na kaka yake ndo Shani ambaye hisia zake zipo kwa Ramso na sio kwa mume wake Shabani. Najma alipangusa machozi kisha akamwambia kaka yake, "Kaka, kuna kitu nataka kuuliza." Niulize tu mdogo wangu." "Hivi kaka, kabla hujamuoa wifi Shani, mlishawahi kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi?" "Hapana, hatujawahi. Mimi nikutana naye tuko vijijini wakati nilipoenda kufanya research za kiofisi hivyo, nikatokea kumpenda. Mwenyeji wangu alinipeleka kwa wazazi wa Shani moja kwa moja, nikazungumza nao kisha wakanikubalia. Hata Shani alipofikishia ujumbe wangu na wazazi wake, akakubali kuolewa na mimi." "Vipi kabla kufunga ndoa, hukumuuliza kama ana mpenzi wake hapo kijijini, huenda ikawa ulimdhulumu mtu furaha yake?" Kikweli hilo mdogo wangu mimi sikulizingatia kabisa, maana moyo wangu tayari ulishamtamani na kumpenda yeye nayemuona, sio yule ambaye mimi sikumuona. Mimi sikuhitaji hata muda wa kuanza kufikiria kuhusu historia yake ya mahusiano uliopita. Kwa hiyo mimi alipokubali tu kuolewa na mimi nikajua hana mpenzi. Sio, unajua tena wanawake wa kijijini wapo tofauti sana na huko mjini, Vipi lakini mbona umeniuliza swali hilo mdogo wangu? Kaka, unajua nini? Yule ifi yangu. Kabla Najma hajamaliza kuongea, mlango wa chumba ukafunguliwa. Akaingia Shani. Shani akasema, "Mume wangu, yule mtu amekupigia na amesema umtafute muda huu." Basi Shani alimwambia Shabani maneno hayo huku akimpatia simu. Shabani akasema kwamba, "Oh, wow, sikia sasa mdogo wangu, tutaongea baadaye, nina dharura kidogo. Take care my sister." Shabani alimwaga Najma kisha akamsogelea Shani. Akachukua ile simu mkononi na kutoka nje ya chumba cha Najma. Ile siri ikabaki kuwa siri kwenye kifua cha Najma. Baada ya Shabani kutoka, Shani na Najma wakabakia pale chumbani wanatazamana. Sasa Shani akasema kwamba, "Wifi Najma, hiyo mbaya, utamuumiza kakako bila sababu ya msingi." Shani alimwambia Najma maneno hayo kisha akaondoka pale chumbani. Inaonyesha moja kwa moja ni kwamba Shani alisikia kile ambacho Najma alitaka kumwambia kakake. Kwa sababu Najma aliona ni bora tu aseme ukweli ili kakake ajue yupo na mwanamke ambaye bado anahisia na ex wake. Kwa ndio hivyo Shani akamwingilia dili na baadaye akamwambia kwamba hiyo ni mbaya, utamuumiza kaka yako. Basi upande wa pili Mr. Zungu alifika Masaki kwenye nyumba ya rafiki yake Mr. Ahmadi. Alipofika toka kutana taarifa ya mshangao kidogo kwamba rafiki yake Mr. Ahmadi hayupo nchini kwa zaidi ya siku 3. Swala ni kwamba alikuwa nchini China kibiashara. Ni biashara ambazo Mr. Zungu hakuwahi kabisa kuzijua kwa undani licha ya wao kwa marafiki. Sasa kitendo cha Mr. Ahmadi kutokuwepo nchini hakikumzuia Mr. Zungu kufikisha taarifa juu ya ndoa ya Najma. Alikaa kitako na mke wa Mr. Ahmadi pamoja na Razak, kisha akawaambia ule muda wa Najma kuolewa na Razak umewadia na tayari Najma ameridhia. Swala ni moja tu, ndoa inatakiwa kufanyika wiki ijayo bila kupoteza muda. Kwa hakika ilikuwa ni habari njema kwa Razak na mama yake. Sasa ni rasmi, pande zote mbili zikawa na taarifa juu ya ndoa. Hakukuwa na muda wa kupoteza, hivyo maandalizi ya ndoa yakaanza kufanyika. Liwake jua ama inyeshe mvua, ni lazima ndoa ya Razak na Najma ifungwe wiki ijayo. Sasa hapa tunaulizana msikilizaji, vipi sasa kuhusu Ramso na Bob Junior? Watakubali kumkosa Najma kweli? Tusonge mbele. Maandalizi ya ndoa ya Razak na Najma yakachukua nafasi kubwa kwa familia zote mbili. Ndoa ilipangwa kufanyika wiki moja mbele nyumbani kwa Mr. Zungu. Kadi za mialiko zilianza kusambazwa kwa ndugu, jamaa na marafiki. Juju ndo alikamatia kwa mbwembwe swala zima la usambazaji wa kadi kwa marafiki wa Najma. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwake baada ya mpango wake kutimia. Hivyo aliamini Ramso anaenda kuwa wake. Sasa Juju alisema kwamba Najma, kiukweli na kuonea gere rafiki yangu. Ndoa ni mafanikio makubwa sana shoga yangu kwa mwanamke kwa sababu inampa heshima.
Hata mimi natamani sana kuolewa, ila sasa ndio hivyo tu, sijabahatika kumpata mwanaume muoaji. Kikweli nakupongeza sana rafiki yangu kwa kumpata mwanaume anayekupenda na mwenye malengo na wewe. Hii shughuli yako nimeipania sana. Ndio maana nasambaza kadi kila kona ya mtaa. Marafiki zangu wote watakuwepo kuja kukupa kampani shoga yangu. Kikweli mimi nafurahi sana kuona unaolewa. Juju aliongea hivyo. Sasa Najma akamuuliza Juju kwamba Juju, hivi unaamini kabisa mtu anaweza kupata furaha kuishi na mtu asiyempenda? Juju akasema, mimi naamini hivyo kwa sababu kadri siku zinazozidi kuenda mnazidi kuzoeana na upendo mnaujenga pamoja, Mimi najua rafiki yangu utapata furaha kubwa kwenye ndoa yako kwa sababu Razak anakupenda sana. Najma akasema, sidhani kama inawezekana kwa upande wangu Juju. Kikweli kabisa sina uhakika na hii ndoa. Yaani hii ni ndoa ya wazazi, sio ya kwangu. Kwa hiyo usitumie nguvu kubwa kualika watu. Juju akasema, ila Naji, yaani siku zote yani hakuna mzazi unajua anayemtakia mabaya mwanae, Naomba tambue hilo. Kwa hili wazazi wetu wapo sawa kabisa, maana Razak ni mwanaume sahihi kwako. Juju akasema, okay sawa, unaweza kuondoka. Nahitaji ubaki peke yangu. Hayo yalikuwa ni baadhi ya mazungumzo kati ya Juju pamoja na Najma chumbani kwa Najma. Sasa tuelekee Kigamboni msikilizaji. Bado tulivu ulikosekana kwa kijana Ramso. 1 na 2 zilikuwa zikai kichwani, huku 6 ikisomeka kama 9 na 9 kusomeka kama 6. Hii yote ni kutokana na kukosa kabisa mawasiliano na Najma tangu zile skendo zisambae mitandaoni. Bado hakupata kabisa nafasi ya kujitetea ama kuomba msamaha kwa Najma. Alafu mbaya zaidi ni kwamba alikuwa hajui chochote kama siku chache zijazo Najma ataolewa na Razak. Taarifa za ndoa bado hazikumfikia kwa kuwa kadi zilikuwa zinasambaa kwa ndugu, jamaa na marafiki. Siku hiyo Ramso akiwa nyumbani kwake akaona aanze kumtafuta Monica ili azungumze naye kwa uchache. Alikumbuka alishawahi kumtumia pesa ile siku ya tarehe 1 ya mwaka mpya. Hivyo akaingia kwenye orodha ya miamala na kuichukua namba. Alipata namba ya simu ya Monica kisha akampigia, na kwa bahati nzuri simu ya Monica ikawa inaita. Muda ule ule king'ora cha getini kikawa kinalia kuashiria kwamba kulikuwa kuna mgeni nje ya nyumba yake. Ramso akampa ishara Hafidh aenda kamalizana na mgeni. Hafidh akainuka na kwenda getini kujua ni mgeni gani amewatembelea nyumbani kwao. Wakati Hafidh anatoka, simu ya Monica nayo ikapokelewa baada ya kuita kwa sekunde kadhaa. Ramso akatega simu sikioni na kuanza kuongea. Sasa kauli ya kwanza ambayo Ramso alizungumza, alisema kwamba Monica, kwa nini umefanya hivyo? Hiyo ndio ilikuwa ni kauli ya kwanza kabisa Ramso baada ya simu Monica kupokelewa. Monica alitambua sauti ya Ramso. Na hata hivyo alishaisave namba tangu ile siku aliyotumiwa pesa. Baada ya Ramso kuuliza swali hilo, Monica kajibu ya kwamba jamani, ndo hakuna hata salamu, unaweza tu kuuliza swali moja kwa moja. Mbona unakuwa hivyo baba? Ramso akasema kwamba Monica nakuuliza tena, kwa nini umefanya hivyo? Ilibidi sasa Monica ajibu tu swali aliloulizwa, maana alijua Ramso amechafukwa. Monica akasema kwamba ni kwa sababu nakupenda Ramso. Unanipenda? Kwa hiyo huo ndo upendo sio? Unahisi njia itakusaidia kurejesha ulichokipoteza? Nisamehe Ramso, lengo langu sio baya, ila ni mapenzi tu. Hiyo mbaya sana Monica. Hiki ulichokifanya ndo kimezidi kukuharibia utu moyoni mwangu Moni. Naona unaendelea kabisa kuzamisha ule msumari uliopigilia siku za nyuma kwenye moyo wangu. Hili pia sitolisahau Monica. Na kusii jambo moja tu Monica, kuwa makini na vita unazopigana nazo kwa sababu wakati mwingine amani ni bora kuliko ushindi. Wakumbushe pia na wenzako unaoshirikiana nao kunipiga vita. Ramso alikata simu mara baada ya kumwambia Monica maneno hayo. Upande wa Hafidh alifika getini, alipofungua tu akakutana uso kwa uso na Juju. Juju alikuwa amesimama mlangoni huku gari lake likiwa pembeni amepaki. Sasa Juju akamsalimia pale. Baada ya kusalimia akasema kwamba anahitaji kuingia ndani ili nione na Ramso. Kauli hiyo ya Juju ikamfanya Hafidh ashtuke, maana alishamtambua ni adui mkubwa wa mahusiano ya kaka yake na Najma. Lakini pia walishamuhisi yupo nyuma ya pazia katika usambazaji wa ile skendo ya Ramso. Sasa Hafidh akasema kwamba Juju, hivi ulishaongea na bro ukamwambia kwamba unakuja kwake muda huu? Juju akasema hapana, ni surprise tu. Hafidh akasema sawa, lakini kabla sijakuruhusu kuingia, ngoja nikampe taarifa zako kwanza, kwa sababu mwenye mamlaka ya kumruhusu mgeni wa bro kuingia ndani ni bro mwenyewe, sio mimi. Juju akasema okay, hakuna shida, nenda kamwambie mimi nipo nje hapa na kusubiria.
Basi Hafidh akafunga geti kisha akaelekea ndani huku akijiuliza maswali juu ya ujio wa Juju. Alipofika ndani akamkuta Ramso amejilaza kwenye sofa huku simu yake ikiwa kifuani. Hafidh akasema, "Bro, Juju upo nje ya geti." "Juju?" "Ndio, rafiki yake Najma." "Anataka nini?" "Ameomba tu kuingia ndani, amesema na mazungumzo na wewe." "Aongee nini na mimi sasa?" "Sikia dogo, mwambie huyo snitch aondoke, sitaji kuongea naye. Yaani sitaji hata kuonana naye." Basi Hafidh akabeba ujumbe na kupeleka kwa Juju kule nje. Hafidh akasema, "Juju, sikiliza bro, amesema hahitaji kuongea chochote wala kuonana na mtu yote kwa sasa." Juju akasema, "Kwa nini sasa unanifanyia hivi Ramso jamani, kwa nini?" Hafidh akasema, "Kwa sasa yupo sawa, kwa hiyo wewe ondoka tu, mambo yasiwe mengi." Basi Juju alitoa simu kisha akampigia Ramso pale pale. Simu ya Ramso ikaita bila kupokelewa. Juju akasema ya kwamba, "Naona kaka yako hata simu yangu hapokei. Anyway, mimi sijaja kwa sababu zangu binafsi bali nimetumwa na Najma kuleta mzigo kwa Ramso. Kuna mzigo nimeagizwa nimfikishie Ramso. Ila kwa kuwa hataki kuonana na mimi basi chukua wewe nenda ukampatie." Basi Juju akafungua pochi yake kisha akatoa bahasha ndogo nyeupe na kumkabidhi Hafidh. Hafidh akapokea ile bahasha bila wasiwasi wote. Juju akasema ya kwamba, "Mwambie kaka yako afungue sasa hivi. Mimi nipo hapa nje na msubiri kwa ajili ya kumfafanulia zaidi." Basi Hafidh hakujibu chochote, badala yake akafungua geti na kwenda ndani. Alipofika tu akamkabidhi kaka yake ile bahasha na kumwambia kwamba, "Bro, hiyo bahasha nimepewa na Juju nikuletee, amesema kwamba ni mzigo wako kutoka kwa Najma." Aisee, moyo wa Ramso ukalipuka baada ya kusikia taarifa za mzigo kutoka kwa Najma. Mwanaume hakupoteza hata sekunde, akainuka kwenye sofa kisha akaifungua ile bahasha na kutoa karatasi yenye muundo wa kadi kisha akaanza kusoma. Maneno yalisomeka ya kwamba, "Familia ya Mr. and Mrs. Zungu inaofuraha kukukaribisha kwenye harusi ya binti yao Bi Najma Kasim Zungu and Bwana Razak Juma Hamad itakayofanyika nyumbani kwao Mbezi Beach siku ya tarehe 15 mwezi wa pili mwaka huu." Ramso hakumalizia kusoma ile karatasi baada ya kuanza kuona mawenge usoni na kuhisi mauzauza, huku moyo ukipatwa na mshtuko wa aina yake. Kivipi sasa? How? Kivipi yani Najma aolewe na Razak? Sikuchokozana huko jamani. Sasa Hafidh akasema, "Bro, vipi? Mbona kama mbadilika ghafla? Kuna nini kwani?" Hafidh alimuuliza kaka yake baada ya kuona hayo mabadiliko. Ramso hakujibu kitu, badala yake akampatia Hafidh ile karatasi. Hafidh alipokea na kuanza kusoma ile karatasi. Ni kadi ya mwaliko wa harusi ya Najma na Razak. Harusi ambayo ilipangwa kufanyika wiki moja tu mbele. Hafidh naye kijasho kikaanza kumtoka. Sasa Ramso akasema kwamba Juju ameshaondoka tayari. Hafidh akasema, "Sijajua bro, ila baada ya kunipatia bahasha akaniambia kwamba anakusubiri nje kwa ajili ya kukufafanulia zaidi." Basi Ramso akachukua ile kadi kutoka mikononi mwa Hafidh kisha akaelekea nje chap kuonana na Juju. Alipofungua geti la nyumba na kweli akafanikiwa kumkuta Juju. "Nilijua tu lazima utatoka nje Ramso." Juju alizungumza baada ya kumwona Ramso. Ramso alipiga hatua taratibu na kumsogelea Juju. "Kwa nini umeletea hii kadi?" "Oh, nadhani hilo swali anayepaswa kulijibu ni Najma." "Kwa nini Najma wakati wewe ndio umeileta?" "Kwa sababu yeye ndo amenituma nikuletee." "Una hakika Najma ndo amekutuma?" 100%. "Na amesema kwamba hakikisha harusini kwake unahudhuria bila kukosa. Kama uamini basi mpigie simu muulize." Afu nimekumbuka. Kumbe apokea hata simu zako Juju, hebu naomba tuache utani sawa? Hivi ni kweli Najma anaolewa au unanitania tu kiushemeji? Ramso, mimi shai kukutania kweli Ramso? Hata kukutania tu kwa bahati mbaya Ramso kweli? Lini mimi na wewe tulifanya utani wa ushemeji lini? Iko ninachokiona kipo kwenye uhalisia Ramso. Najma anaolewa na Razak Jumamosi ya wiki ijayo. Yaani mimi hivi ninavyokuambia maandalizi yanaendelea vizuri tu kwa pande zote mbili. Kwa hiyo Najma amekubali kuolewa na Razak kwa hiari yake mwenyewe. Amekubali bila hata kulazimishwa na mtu. Na hivi ninavyokuambia penzi lao limekolea. Tena ni ndani ya siku chache tu.
Kwa sasa Najma amechagua kuolewa na Razak, ndio maana hahitaji tena mawasiliano na wewe. Alafu usichokijua ni kwamba siku ya jana Najma na Razak walienda shopping pamoja kwa ajili ya maandalizi ya ndoa yao. Kwa sasa Najma ameamua kumkabidhi moyo wake Razak. Hapana, hii sio kweli Juju. Najma hawezi kukubali kuolewa na Razak. Hii sio kweli Juju. Mimi nafahamu kabisa Najma hawezi kuniacha mimi. Kwa nini sasa Najma anifanyia hivyo? Kwa nini sasa mbona hajanipa nafasi ya kunisikiliza? Hiyo ndio ni batili. Haikubaliki yani. Ramso akachana ile kadi kwa hasira huku akitokwa na machozi. Mwanaume akajikuta analegea mwili mzima huku akizidi kutokwa na machozi. Juju akamshika bega Ramso kisha akamwambia Ramso, unajua kila kitu kinatokea kwa sababu na wewe unajua Mwenyezi Mungu amekuepusha na nini kwa Najma. Yule Mr. Zungu sio mtu wa kawaida. Angeweza hata kukupoteza kama ungeendelea kuwa na binti yake. Kwa sasa inabidi tu kubali tu kwamba Najma sio wako tena. Hivyo anza tu kuzoea maisha mapya bila uwepo wake. Najua nauma sana Ramso, lakini jikaze kama mwanaume. Na mimi Juju nipo tayari kwa upande wako kwa kipindi hiki kigumu unachopitia. Mimi nitajitahidi kadri niwezavyo ili mradi tu basi niweze kukufurahisha. Najma aliongea huku akimpapasa Ramso kwenye bega. Ramso akautoa kwanza mkono wa Juju kwenye bega lake, kisha akamtazama kwa sira. Wewe, hivi ni upumbavu gani ambao unaniambia? Hivi unajisikia kule unachozungumza? Kwa hiyo unadhani sijui kwamba wewe ndio chanzo cha haya matatizo unayopitia? Nisikilize kwa makini wewe mwanamke, sawa? Usijipe kazi ya kuzima moto uliowasha mwenyewe kwa makusudi. Endelea kuchochea kuni ili uzidi kuwaka. Usitake ni kuone mwema kwa kunipatia dawa ya ugonjwa ulioniambukiza kwa kudhamiria. Na nataka tu nikwambie kitu Juju. Hii mechi bado haijaisha. Kwa hiyo wewe na timu yako msidhani kwamba tayari mmeshinda. Mpaka sasa nyie mnaongoza kwa magoli 2. Lakini ndio kwanza mechi bado ipo half time. Trust me, chochote kinaweza kutokea kipindi cha pili. Kwa hiyo nendeni mkaongeze mbinu za kunishambulia. Ramso alizungumza maneno hayo kisha akapiga hatua kuondoka kuelekea ndani. Alipofika getini akasimama bila kugeuka nyuma. Kisha akasema kwamba Juju, kuanzia muda huu ninavozungumza na wewe, naomba ukae mbali na mimi. Kaa mbali na maisha yangu Juju. Popote nitakapokuwa hakikisha we haupo. Na ukiwepo basi uwe zaidi ya mita 100 kutoka kwangu. Na kama inawezekana basi naomba usifikirie chochote kuhusu mimi kwenye kichwa chako. And I swear in the name of my mom, katu abadan sitokuja kuwa na mahusiano na wewe. Labda tu niroge. Ramso alizungumza maneno hayo kisha akasukuma mlango wa geti na kuzama ndani. Baada ya kuingia ndani akafunga mlango kwa hasira. Juju akabaki ameganda pale nje huku sura ikiwa imempauka maana alikatwa shombo lote. Mtoto kike aliumizwa sana na maneno ya Ramso ukizingatia alikuwa anampenda kinoma noma. Kilichomuumiza zaidi ni kuona plani yake imeshindwa kuzaa matunda baada ya Ramso kubaini ukweli wake. Swali likabaki kichwani kwa Juju. Ramso amejuaje kama yeye amehusika kwenye ile skendo ya kumwachanisha na Najma? Akaanza kuhisi huenda Monica au Posh mmoja kati yao ametoboa siri. Na kwa nini watoboe sasa wakati walishalipwa pesa nyingi kwa kazi waliyofanya? Juju akakosa majibu sahihi, hivyo akapanda gari na kuondoka kinyonge. Ramso yeye baada ya kuingia ndani akaenda moja kwa moja chumbani kwake. Alipofika akabadilisha nguo kisha akachukua funguo wa gari kurudi sebleni. Hafidh akasema bro, unaenda wapi tena? Mbona ghafla hivyo? Usijali dogo, narudi muda si mrefu. Sawa, unarudi ndio, ila sasa mimi nataka kujua unaenda wapi. Naenda Mbezi. Mbezi? Usiniambie kwamba unaenda nyumbani kwa kina Najma kaka. Ya, ndio ninapoenda huko mdogo wangu. Lakini bro, uone kama ni hatari kwako kwenda kwa kina Najma, Hapo yani ni kama vile unaenda kufanya fujo kwenye imaya ya watu bro. Kwa nini usistulie tu na kuendelea na mambo yako bro? Mimi naamini ipo siku Najma atakutafuta tu hasira zikimuisha. Dogo. Sasa Najma akinitafuta wakati tayari ameshaolewa, kipi kitabadilika? Acha nini nikazungumza naye ili ajue ukweli kwamba mimi sina hatia yoyote. Bro, ila tatizo unaenda kwenye ngome ya mtu kwenye tena mtu mwenyewe ni mwenye pesa. Wewe ni kama unaweza kufanywa kitu kibaya, Yaani unaweza tukapigwa risasi bro. Mdogo wangu kuliko kuishi bila Najma, basi bora nife tu. Mbele Najma, risasi kwangu sio chochote. Sasa basi twende wote huko Mbezi ili mimi nikuendeshe. Na kuona kabisa ni haupo sawa bro, usije ukapata ajali barabarani. Ndugu wangu, wewe baki hapa nyumbani ili kama matatizo yakitokea huko niendako basi yanikute peke yangu. Wewe ndio unapaswa kuchukua jukumu la kuwatunza wazazi kama mimi sitakuepo. Na ikitokea nimekufa kwa ajali barabarani basi utamwambia Najma kwamba nimekufa kwa sababu yake. Lakini bro, mbona unakuwa binafsi kiasi hicho bro?
Sawa, maisha yako hayana thamani yoyote kwako. Lakini vipi kuhusu sisi tunaokupenda na kuthamini? Unataka ni kutuacha kwenye mazingira gani? Uone kama unatukosea bro. Mdogo wangu, wewe bado hujaonja maumivu ya kuachwa na mtu unempenda, sawa? Ndio maana uelewi kitu chochote kilichopo moyoni mwangu. Ninachotaka mimi ni kwenda kuzungumza na Najma ili ajue kwamba sina hatia yoyote. Na kama atachagua kuolewa, basi aolewe kwa sababu zake binafsi, ila sio kwa makosa yangu mimi. Ramso alimweleza hivyo mdogo wake huku akiwa amemshika bega. Basi alitoka nje ya nyumba na kwenda kufungua geti. Baada ya kufungua geti akarudi mpaka alipopaki gari, kisha akafungua mlango na kuzama ndani. Mtaalamu hakuwa na muda kupoteza, hivyo akaondoka ndani ya himaya yake na kuelekea Mbezi Beach kwenye himaya ya Mr. Zungu. Sasa upande wa Mbezi Beach, geti lilifunguliwa na taratibu kabisa gari la kifahari aina ya Range likawa linatoka ndani ya mjengo wa Mr. Zungu. Ndani ya gari kulikuwa na Mr. Zungu pamoja na mkewe wakiwa wanaanza safari kuelekea mkoani Tanga. Ilikuwa ni yapata majira ya saa 10 jioni juu ya alama. Ile gari la Mr. Zungu, yani ile limetoka tu. Ramso naye ndo akafika pale mjengoni. Sasa magari yao yalipishana njiani bila kujua. Yani ni kama vile ilikuwa bahati kwa Ramso kupishana na wazazi wa Najma. Ramso akapaki gari pembeni, kisha akatoka nje na kusogelea mlango wa geti. Alipofika akabonyeza king'ora kilichokuwa pembeni mwa geti. Baada ya sekunde kadhaa kupita, mlango mdogo wa geti ukafunguliwa na sura mlinzi kajitokeza. Brother, samahani, habari yako? Safi tu, sema shida yako. Sorry, mimi nadhani unanifahamu kaka, kwa sababu hii sio mara ya kwanza kuja hapa. Hata usingewahi kuja hapa bado ningekufahamu tu, kwa sababu nakuonaga sana kwenye TV. Wewe sema shida yako tu. Okay, shida yangu mimi ni kuonana Najma. Hilo haliwezekani bro. Haliwezekani kabisa kijana. Maagizo niliopewa na bosi mwenye nyumba, wewe utakiwi kabisa kuvuka mstari wa hili gate kwenda ndani. Au umesahau mara mwisho uliondokaje hapa ndani? Usitaki kuniharibia kazi yangu. Sawa bro, mimi sina haja ya kuingia ndani. Naomba tu unitie Najma. Nenda kamwambie Ramso yupo nje, anaomba kuzungumza na wewe. Sasa kwa nini usimpigie simu ukamwambia kwamba upo hapa nje? Kaka, apokee simu zangu. Sasa kama apokei, maana yake si hataki kuzungumza na wewe, Sasa mimi unanitumaje nikakuitie? Naona unanitafutia matatizo kwenye kibarua changu kijana, si ndio? Brother, wewe ni mwanaume sawa, wewe ni mwanaume kama mimi. Kwa hiyo hivi vitu hata wewe mwenyewe vinaweza kukukuta. Naomba unisaidie kama mwanaume mwenzako kaka. Sawa, nakusaidia kwa sababu kuu mbili. Kwanza kabisa mimi ni shabiki wa muziki wako, na pili wazazi wa Najma hawapo ndani. Kwa hiyo nisubiri, naenda kukuitia sasa hivi. Basi mlinzi akafunga geti na kuelekea ndani huku akimwacha Ramso nje ya geti. Alipofika ndani ya nyumba kwenye seble ya floor chini kabisa, akamkuta Najma amekaa kwenye sofa huku akisoma kitabu. Basi Najma kitabu hicho alikipenda sana kwa sababu kilisadifu hali ya mahusiano yake na Ramso ambayo yalishasimama kwa muda, yani hali anayoipitia kwa wakati huo. Sasa mlinzi akasema kwamba madam, samani, kuna mgeni wako nje anataka kuonana nawe. Najma akauliza mgeni gani? Mlinzi akasema ni yule msanii. Najma akashtuka kwanza na kuuliza kwa mshangao, msanii gani, Ramso ama? Mlinzi akasema ndio ni yeye. Basi pale kitabu kadondoka chini kutoka kwenye mikono ya Najma. Mtoto wa kike alihisi mwili ganzi baada ya kusikia kwamba Ramso amefika nyumbani kwao. Basi Najma akasema kwamba sikiliza Kizito, nenda kamwambia aondoke, mimi sihitaji kuonana naye. Najma alimjibu hivyo mlinzi. Mlinzi hakuwa na neno zaidi ya kuondoka, maana alijua ile ni vita ya mapenzi. Najma akokota kitabu kisha akaendelea kusoma, lakini tayari akili yake ilishavurugika na mudi ilibadilika. Mlinzi alifika nje ya geti na kumkuta Ramso amesimama pale getini. Mlinzi akasema, kijana Najma amekataa kabisa kuonana na wewe. Amesema ondoka, hahitaji kukuona. Ramso akasema, brother, mimi siwezi kuondoka mpaka nionane na Najma. Naomba uniruhusu tu nipite nikazungumza naye japo dakika moja tu. Mlinzi akasema, hiyo ngumu kijana mwenzangu, maana yani hapo ni kama mimi nachezea kibarua changu. Ngoja tu nikupatie siri mwanamume mwenzangu. Najma kwa sasa ni mchumba wa mtu na wiki ijayo wanaolewa. Huo ndo uhalisia ndugu yangu. Kwa hiyo usijipe tena moyo kwa Najma. Maneno ya mlinzi yakamfanya Ramso apate uhakika zaidi juu ya ile kadi aliyopewa na Juju.
Ramso akauliza kwamba kaka, kwa hiyo Najma anaolewa wiki ijayo? Mlinzi akasema ndio, anaolewa na kijana mfanyabiashara mkubwa ambaye ni rafiki wa Mr. Zungu. Hiyo ni siri tu, mimi nimekuibia mwanamume mwenzangu. Basi Ramso akajikuta anaishiwa nguvu mwilini. Machozi yakaanza kumtiririka mashavuni, huku huzuni ikitanda kwenye uso wake. Mlinzi akafunga geti na kumwacha Ramso pale nje. Kule ndani Najma kila akijaribu kuendelea kusoma kitabu, maudhui yakawa hayapandi kabisa. Taswira ya Ramso ikawa inamjia kwenye kila kurasa ya kitabu aliyoitazama. Moyo ulimuuma kuliko kawaida kwa kile kitendo cha kukataa kuonana na Ramso. Lakini akili yake ikamwambia kwamba upo sahihi kufanya hivyo kwa Ramso kwa sababu Ramso ni msaliti. Basi Najma akaushika moyo wake na kuutaka utulie. Basi lisaa moja likakatika huku manyunyu ya mvua yakidondoka ardhini. Radi nazo zikaanza kupiga na upepo wa wastani kuvuma. Mlinzi akiwa pale getini akafungua mlango mdogo kisha akachungulia nje kuona kama Ramso ameshaondoka. Lakini sasa cha ajabu, alimwona Ramso bado yupo na amesimama huku sasa akidondokewa na matone ya mvua. Mlinzi akasema kwamba kijana, hivi kumbe bado hujaondoka? Ramso akasema sijaondoka brother. Sasa naondokaje wakati bado sijazungumza na Najma? Lakini kijana, mimi nimekuambia kwamba Najma hataki kuonana na wewe. Brother, naomba unisaidie kwa mara nyingine. Nenda kamwambie Najma mimi siondoki hapa nje mpaka ajitonge. Sasa ndugu yangu, kweli utanisamehe sana kijana mwenzangu. Maana mimi siwezi kukusaidia, Wewe ondoka tu usije ukaniharibia kazi bwana. Mlinzi alizungumza maneno hayo huku akifunga mlango wa geti. Ramso akamzuia akasema, "Bro, usifunge kwanza, naomba unisikilize." "Bro, naomba unisaidie kwa mara ya mwisho. Naomba niruhusu nikaone na Najma, japo sekunde moja tu inatosha." Sasa kukuruhusu uingie ni swala gumu sana kijana mwenzangu. Labda tu nikajaribu kukuitia mtu wako kwa mara nyingine, ila kukuruhusu kuingia hapana. Sawa, nenda kanitie kaka. Mwambie kwamba leo siondoki hapa mpaka nimuone. Mwambie pia kama ikitokea nimekufa hapa basi yeye ndio atakuwa mtumiwa namba 1 wa kesi ya mauaji. Mwambie Najma anipe japo dakika moja tu kunisikiliza. Ramso alizungumza maneno hayo kwa hisia kali sana huku akizidi kunyesha na mvua. Mlinzi alijikuta anaguswa sana na maneno ya Ramso. Alitamani kumruhusu kuingia ndani, lakini ndio hivyo, alitii maagizo ya wenye nyumba. Alichokifanya ni kwenda ndani kuzungumza na Najma kwa mara nyingine, ingawa awamu hii alikuwa na uoga kidogo. Mlinzi alifikisha ujumbe wa Ramso kwa Najma kama alivyoambiwa. Kwanza Najma akashtuka kusikia kwamba Ramso bado yupo nje ya geti, ananyeshewa na mvua. Moyo ulimuuma sana Najma na kutamani kwenda nje, lakini akili kagoma kwa mara nyingine. Awamu hii Najma akainuka kwa hasira kwenye kiti, kisha akapandisha ngazi za kwenda juu orofani bila kumjibu chochote mlinzi. Mlinzi akajua ngoma imegonga besela na kutoka nje kwa mara nyingine. Sasa kwa bahati mbaya nzuri, wakati Najma anapandisha ngazi kuelekea juu, Shani naye ndo alikuwa anashuka. Wakapishana njiani huku Najma akiwa spidi na alionekana kama analia. Shani akashangazwa na ile hali ya Najma. Alijua tu kwa namna yote kuna mtu amemchanganya. Sasa kule mbele akamwona yule mlinzi ameganda huku akimtazama Najma. Shani akateremka ngazi mpaka chini kumfikia mlinzi akamuuliza kwamba Kizito, nini kimetokea kwa Najma? Mbona kama analia? Kizito akasema ni kweli madam amepandisha hasira kidogo baada ya kumwambia kwamba kuna mgeni wake nje anataka kuzungumza naye. Shani akauliza mgeni gani? Akaambiwa ni yule msanii. Shani akauliza msanii yupi? Yule mpenzi wake aliyefukuzwa na bosi hapa ndani? Mlinzi akajibu ndio. Kwa hiyo Ramso yupo nje? Mlinzi akajibu ndio madam, yupo nje tangu saa 10 jioni, ameganda tu na anasema aondoke mpaka onae na Najma. Basi ile taarifa ikamfanya Shani alipuke moyo na mapigo kwenda mbio. Kwa hakika ilikuwa ni habari njema sana kwake, maana siku zote alikuwa na kiu ya kukutana na Ramso. Bila kupoteza muda, Shani akatoka ndani mkuku kuelekea nje. Alipofika getini, akafungua mlango mdogo na ndipo akakutana uso kwa uso na Ramso. Kila mtu akapigwa na butwaa baada ya macho yao kutazamana. Huwezi kuamini, Shani alimkimbilia Ramso na kumkumbatia bila kujali kwamba nguo za Ramso zilikuwa zimeloa mvua. Wakaganda kwenye kumbato huku Ramso akiwa anamshangaa tu Shani. Shani akasema kwamba Ramso, nilikumisi jamani, nilikumisi sana baba, nilikumisi mno. Hili joto lako baba, yani basi tunalimisi siku zote. Kila kitu kwako kimebadilika lakini joto lako bado ndile lile. Shani azungumza maneno hayo huku akiwa amemkumbatia Ramso kwa hisia kali za mapenzi. Asa Ramso akaganda kwa sekunde kadhaa huku akijisemea moyoni ya kwamba hili pepo limetokea wapi tena, Mbona kama anataka kuongeza matatizo mengine? Basi alichokifanya Ramso
ni kuishika kwanza mikono ya Shani kisha akajitoa kwenye kumbatio. Baada ya kujitoa kwenye kumbatio akamtazama mtoto wa kike. Hivi unajiona kweli unachokifanya? Unawezaje kufanya huo ujinga wakati wewe ni mke wa mtu? Ramso, mimi ni mke wa mtu kimwili tu, ila kiroho mimi ni mke wako jamani, Siku zote naishi kwenye ndoa ambayo yani haijawahi kunipa furaha ya moyo. Moyo wangu mimi bado upo kwako Ramso. Kwa kuwa Najima ameamua kukuumiza na kukubali kuolewa na mwanaume mwingine, basi acha na sisi tumuumize kaka yake. Mimi nipo tayari kuomba talaka ili niishi na wewe Ramso. Huu ni muda wetu wa kwenda kuishi yale maisha tulikuwa tunayatamani na tunayota siku za nyuma. Mimi ndo Shani yule tuliyekula kiapo tugandane jamani, nife ufe tuzikane. Si unakumbuka Ramso? Hapana, sikumbuki. Sikumbuki na sitaki kukumbuka. Sikiliza Shani, sawa? Nakuheshimu. Na mheshimu sana mume wako na naheshimu pia ndoa yenu. Kwa hiyo kaa mbali na mimi. Mimi na wewe hatuwezi tena kuwa wapenzi. Labda tu dakika zirudi nyuma mpaka enzi zile, lakini kama zitaendelea kusonga mbele, basi haitawezekana. Kitu cha kukushauri tu, uendelea kufurahia hata hizo pesa zilizokuvutia uolewe. Sio lazima ufurahie mapenzi. Wewe baki kwenye njia ile ile uliyoichagua, vinginevyo utapoteza vyote. Ramso jamani, mimi Kabla Shani hajaendelea kuongea, akaganda baada ya kuona gari ndogo likiwasogelea. Shani alitambua gari hilo ni la mume wake. Alitambua kabisa gari ni la mume wake. Na ndo alikuwa anarudi nyumbani akitokea kazini. Ramso ni kama alielewa lugha ya picha ya Shani. Hivyo akatulia bila kutazama kule lilipokuwa linatokea. Sasa kumbe hata mlinzi wa getini alikuwa anachungulia kwenye kitundu na kufuatilia kila kitu kilichokuwa kinaendelea kati ya Ramso na Shani pale nje. Kuna siri akafanikiwa kuinasa kuhusu Ramso na Shani, hivyo akabaki mdomo wazi. Alirudi kwenye kiti kisha akaketi baada ya kuona gari la Shabani limefunga breki mbele ya geti ambapo Ramso na Shani wanaonekana. Sasa kule nje ya geti Shabani akashusha kioo cha gari na kutazamana macho kwa macho na Ramso akiwa sambamba na Shani. Shabani akasema kwamba wife, vipi mbona upo nje hapa alafu unaloa na mvua, kuna shida gani? Shani alijibu kwa kugumiza akasema nimeleta ujumbe wa wifi Najima kwa huyu jamaa. Shabani akauliza ujumbe gani? Shani akasema jamaa anataka kuongea na wifi Najima ila wifi sasa hataki, kwa hiyo nimekuja kumfikishia ujumbe ili aondoke. Shabani akasema lakini hivi si nishakwambia acha kuingilia ile swala wife, Kwa nini unakuwa mstari wa mbele kwenye jambo lisilokuhusu? Hebu nenda ndani ukaendelea na shughuli zako. Basi Shani hakuwa na cha kujibu, badala yake akaelekea ndani maana tayari alishanusurika. Sasa Shabani akasema kwamba wewe Ramze, vipi mbona upo hapa na unanyeshewa na mvua lakini ujali? Shida yangu ni kuzungumza na Najima tu brother. Unataka kuzungumza nini na Najima wakati umeshamsaliti? Wewe ondoka tu maana umempatia maumivu makali sana mdogo wangu. Wewe si ni superstar unagombaniwa. Nenda kwa madem zako, achana mdogo wangu Najima. Kaka, mimi sipo mnavyonifikiria nyie. Zile skendo zinazosambaa mitandaoni hazina ukweli wote juu yangu. Yale ni matukio tu ya kutengenezwa ili kunitenganisha na Najima. Naomba unisaidie kaka. Nimekuja hapa kwa lengo moja tu la kuzungumza na Najima. Nahitaji kumwambia ukweli Najima kwamba mimi sina mahusiano wala sijawahi kuwa na mahusiano na mwanamke yote tangu nilipokuwa na yeye. Ramze, sema nini? Hiyo kwa sasa haina haja kwa sababu mdogo wangu tayari ni mchumba wa mtu na wiki ijayo tu anaolewa. Wewe ondoka tu maana hapo unazidi kunyeshewa na mvua na unajishusha brand ukizingatia wewe ni msanii mkubwa. Shabani kakae. Najua Najima ni mdogo wako. Lakini mimi nakuomba kama mwanamume wenzako unisaidie kunikutanisha na Najima. Naomba nipate hata dakika moja tu ya kumueleza kwamba mimi sina hatia yoyote bali nimetengenezewa mchezo. Sina nia ya kuvunja maandalizi ya ndoa ya Najima. Ila nataka aulewe huku akijua kwamba mimi sina hatia. Ni hivyo tu kaka. Nenda kamwambie Najima kwamba hapa nje siondoki bila yeye kuja. Yeye ndo atafanya mimi niondoke au nikeshe hapa mpaka asubuhi. Poa, ngoja nikazungumza naye tuone. Basi Shabani akapiga honi, geti likafunguliwa kisha akaingiza gari ndani. Alienda kupaki kisha akateremka na kwenda ndani ya nyumba. Kichwani alikuwa anawaza kuhusu maneno ya Ramso. Ni maneno ambayo yalimtia simanzi na kumfanya muone huruma mwanamume mwenzake. Hata alihisi kabisa ile skendo ilitengenezwa tu, maana alikuwa anajua upendo kati ya Ramso na Najima. Shabani hakutaka kabisa dada yake aulewe na Razak, ila
alimtaka Ramso au mwanamume mwingine yote. Sasa mwanamume alipofika ndani akapandisha ngazi na kuelekea juu ghorofani, na breki yake ya kwanza ikawa kwenye mlango wa chumba cha Najma. Aligonga mara kadhaa na ndipo mlango ukafunguliwa. Najma ndo alifungua mlango na kukutana uso kwa uso na kaka yake. Shabani akajikaribisha chumbani kwa mdogo wake, kisha akaenda kuketi kitandani. Najma naye akaegesha mlango, kisha akarudi kule kitandani kumsikiliza kaka yake anasemaje. Wote wakaketi kitandani na kuanza kutazamana. Shabani aligundua sura ya Najma imekuwa dhaifu sana na ametawaliwa na majonzi ndani ya moyo wake. Shabani akauliza, vipi mdogo wangu, unaumwa? Najma akasema, hapana kaka, siumwi, nipo sawa tu. Na unajua vizuri sana mdogo wangu, kwa hiyo huwezi kunificha chochote. Najua moyo wako una maumivu mengi sana, na yote hayo yanatokana na kumbukumbu za matukio baina yako na Rams. Ila mimi nataka kukuambia kitu mdogo wangu. Nenda nje kazungumze na mwenzako ili umsikie anasemaje kuhusu kile kilichosambaa mitandaoni. Nenda kamsikilize kwanza kabla hujatoa hukumu kwa mwenzako. Hapana kaka, kikweli mimi sina nguvu ya kusimama mbele ya Ramso ama kuongea naye chochote. Nahisi kabisa chochote atakachozungumza kitaenda kuniongezea maumivu na kunijengea chuki dhidi yake. Kama atachagua kukana kwamba hausiki na ule uvumi, basi ataendelea kuniumiza moyo, maana mimi sipendi kudanganywa. Lakini pia akikiri makosa na kuniomba msamaha, basi nitazidi kuumia kwa kupata uthibitisho kwamba ni kweli alinisaliti. Najma mdogo wangu, yule jamaa anakupenda. Mpaka sasa bado yupo nje ameganda muda mrefu tu. Na mvua imempiga kutosha. Nenda kamsikiliza hata dakika moja tu, maana pale alipo anateseka na baridi. Afu mbaya zaidi amesema haondoki mpaka akuone. Kataa maneno, usikatae wito. Chukua mwamvuli, nenda ukazungumza naye au mruhusu aingie ndani. Hapana kaka, kwa sasa siwezi. Mimi siwezi kuzungumza naye chochote mimi. Acha nilee tu kuganda huko nje, akichoka tondoka. Sawa, mimi siwezi kuingilia uamuzi wako kwa kuwa moyo ni wako kwako na wewe ndo unayempenda, yani wewe ndo unapendana naye. But by the way, mimi nishamaliza. Kwaheri. Shabani akaondoka pale chumbani baada ya kumaliza kuzungumza. Sasa baada ya Shabani kuondoka, Najma akaanza kuangua kilio peke yake pale chumbani. Ni kama vile mtoto wa kike alichagua kujitesa mwenyewe, maana alikuwa na kaza roho huku moyoni akiumia kuliko kawaida. Mpaka kufikia majira ya saa 1 kasoro usiku, bado Ramso alikuwa pale pale nje ya geti amesimama. Afu mbaya zaidi, giza lishaanza kuingia na mvua nayo ilikuwa bado inanyesha tena kwa wingi. Mtaalam aliloa nguo na hata simu yake mfukoni ilishaingia maji ya kutosha. Mbaya zaidi, alikuwa anatetemeka kwa baridi na hakuonesha dalili yote ya kuondoka. Msimamo wake ulikuwa ni vile vile. Hawezi kuondoka mpaka aone na Najma. Sasa Najma akiwa chumbani kwake kitandani, alisikia mwito wa message kwenye simu yake. Akachukua ile simu kisha akafungua message na kuanza kusoma. Message iliandikwa kwamba, madam, hii ni serious, wala sikutani madam. Ukifanya masiara basi kesho huyu jamaa anazikwa. Mpaka sasa bado amesimama kwenye mvua na ameganda kama barafu. Ukizembea jamaa anaweza kafia hapa nje ya geti. Msikilizaji, hiyo ilikuwa ni message kutoka kwa mlinzi wa geti. Message hiyo ilishtua mapigo ya moyo wa Najma kwa marefu na mapana. Najma akakurupuka kitandani na kutoka chumbani mkuku kuelekea nje ya nyumba. Aliwapita kaka yake na Shani wakiwa sebuleni wanatazama TV. Shani akataka kumfuata Najma ila akazuiliwa na mume wake na kuambiwa asiingilie mambo yasiyomhusu. Swala lile lilimchukiza sana Shani kwa kuwa alitaka kwenda kujua kipi kinachoenda kutokea kati ya Najma na Ramso. Asa Najma kwa upande wake akashuka ngazi kwa spidi mpaka alipofika floor chini kabisa. Mtoto wa kike hakujali mvua, hivyo akatoka nje ya nyumba na kufuata mlango wa geti ili akaonane na Ramso. Alipofika getini, hakuzungumza chochote na mlinzi zaidi ya kufungua mlango mdogo wa geti na kutoka nje. Alipofika tu nje akaganda ise. Hakuamini macho yake kwa kile alichokiona mbele yake. Machozi yalianza kumdondoka. Basi Najma akamuita Ramso kwa sauti yenye mchanganyiko wa kilio. Ramso akainua macho yake na kumtazama Najma kwa sura dhaifu iliyotawaliwa na huzuni. Najma akapiga hatua taratibu kumsogea Ramso mpaka alipomfikia. Wakawa sasa wanatazamana macho kwa macho, tena kwa ukaribu zaidi. Licha ya mvua kunyesha, lakini matone ya maji hayakuweza kuzuia machozi ya Ramso kuonekana. Ramso, hivi kumbe ni mjinga kiasi hicho? Kwa nini sasa unafanya kitu cha kuhatarisha maisha yako? Unahisi ukifo utanikomoa mimi au kuniumiza? Ramso, nakuuliza wewe, unahisi mimi ndo nitaumia, sio? Najma aliongea huku akimpiga Ramso kifuani. Ramso akapangusa machozi na maji kwenye uso wake. Kisha akamtazama Najma na kumwambia kwamba Najma,
Mimi sijafanya hivi kwa lengo la kukuumiza wewe, kwa sababu najua huwezi kuumia kwa ajili yangu. Najua kabisa maumivu yangu mimi hayawezi kabisa kugusa hisia zako za moyo. Najua kabisa kwa sasa huna tena mapenzi na mimi Najma. Ila nataka kuambia kitu kimoja Najma. Mimi sina hatia yoyote kwako. Hilo tu ndio limenifanya nije hapa kwenu na kulazimisha kuonana na wewe. Drama zote ulizozisikia na kuziona ni kwa sababu tunakupenda. Ule ni muunganiko wa watu wachache walioamua kunitenganisha na furaha yangu. Yaani ni mapicha tu ya kutengenezwa na watu Najma. By the way, mimi sijaja hapa kwa lengo la kukuzuia kuolewa na Razak, bali nimekuja kwa lengo la kuambia kwamba mimi sina hatia yoyote kwako. Kadi ya mwaliko uliomtuma rafiki yako aniletee, nashukuru nimeipata. Na nakuahidi harusini kwako nitahudhuria na zawadi nitakuletea. Mimi naondoka Najma, ila usisahau kwamba nilikupenda. Ramso alishindwa kuendelea kuzungumza kutokana na maumivu aliyokuwa nayo moyoni. Mwanaume akatoa kitambaa mfukoni kisha akafuta machozi usoni na kuingia kwenye gari lake. Hakuwa na neno lingine alilobakisha kuzungumza na Najma. Hivyo akawasha gari na kuondoka. Najma akabaki ameganda pale kwenye mvua huku akilisindikiza gari la Ramso kwa macho yanayovuja machozi. Sasa kipi kitaendelea msikilizaji? Sehemu inayofuata ndio sehemu ya mwisho. Ndoa ya Najma na Razak itafanikiwa? Na je, Razak nani Ramso atamalizana na nani, ama safari yake itaishia kwa nani kati ya Najma, Shani au Juju? Monica tunafahamu tayari ameshajichanganya, ila hawa watatu bado wanaonekana kumpenda. Ramso atamaliza na nani? Je, ndoa itafanikiwa ama haitafanikiwa? Sehemu inayofuata ndiyo sehemu ya mwisho. Ndoto ulikuwa na Lucas Rumbas. God be with you till we meet again. Bye bye. Sauti yako kichwa kinishi mawazo yako